Habari za jioni mtazamaji wa SQF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo ya Juni 3, 2025. Uko na Mipendo Godson ninayekusogezea taarifa hizi za jioni, lakini pia nitaungana na mwenzangu Pantalo Lugisha kitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa kunani. Jumla ya madaktari bingwa bobezi wa Rais Samia 34 wameanza kambi ya siku 5 katika halmashauri 5 mkoani Iringa, ambapo zaidi ya wagonjwa 4,000 wanatarajiwa kupata huduma za kimatibabu za kibingwa na hivyo kuondolea adha ya kusafiri umbali mrefu na gharama kubwa kufuatia huduma hiyo. Katika awamu ya awali ya madaktari bingwa wa Rais Samia mkoani Iringa, wagonjwa walipata huduma za kiafya za kibingwa walikuwa 2566. Kwa hiyo tunapenda sana kushukuru kuweza kuwepo Iringa. Nishukuru sana uongozi wa Iringa, meza kuu pamoja na timu ya mabobezi kwa kuwa na nafasi hii ya kuweza kufika Iringa kwa ajili pia ya kutekeleza jukumu ambalo limetuleta Iringa. Awali yote tunamshukuru Mungu sana kwa kutusaidia kuweza kusafiri kutoka maeneo tofauti tofauti na kuweza kufika Iringa, ambapo tunaenda kutembelea halmashauri 5 ambazo zote kuna timu ya mabobezi ambao wataenda kule kwa ajili ya kutoa huduma. Na timu ya mabobezi ambao tumeambatana nao, kuna madaktari bingwa katika eneo la wanawake na ukunga, kuna madaktari bobezi kwenye eneo la watoto wachanga, kuna madaktari bobezi katika eneo la usingizi na ganzi, kuna madaktari bobezi katika magonjwa ya ndani, kuna madaktari bobezi katika eneo la kinywa na meno, lakini pia kuna wauguzi bobezi ambao pia tuko nao mahali hapa, lakini pia kuna hospitali ambazo ziko mjini katika halmashauri wamepata pia upendeleo ambao watapata pia daktari bobezi eneo la pua, koo pamoja na masikio, ambayo ni daktari ambao ni nafikiri yupo ambaye atatuwakilisha mahali hapo. Aidha, nilikuwa napenda kwa kifupi pia niweze tu kutoa statistics ambazo zimetusaidia katika phase yetu ya kwanza, ambao pia imetuletea matokeo chanya, ambao tumeweza kupata pia sapoti katika eneo la phase ya pili. Jamani, Mama Samia oye! Kwa kweli ni matokeo mazuri ambayo yametujengea uwezo katika phase ya kwanza, na wananchi wengi wameweza kupata hizi huduma na wamekiri wakapongeza, na hata wengi wakawa wanashauri kwamba hiki kitu kiwe endelevu. Na tulisema kwamba taarifa ya phase ya kwanza inaweza ikatuletea kuweza kufanya phase nyingine, lakini pia tunapongeza watu wa huduma wengi waliweza kujengewa uwezo, na wao walikiri kwamba kwa kweli tulivyokuwa na sasa hivi tuna mabadiliko. Lakini pia mimi nilikuwepo katika hiyo phase, niliona pia hata vifaa vilivyokuwa vimefungwa ofisini hawajui jinsi ya kuvitumia, madaktari bobezi waliweza kutoa msaada wa kuwajengea uwezo na wakaweza kuvitumia. Kwa hiyo tunashukuru Mungu sana katika hatua hiyo. Lakini tukienda katika data kidogo ambazo zinaweza zikatupa picha, nitatoa tu data za ujumla, lakini pia na kwa upande wa hapa Iringa. Huduma bobezi ambazo zilifanyika katika phase ya kwanza kwa Iringa iliweza wagonjwa walioonwa ni takribani wateja waliopata huduma ni 2500 pamoja na 66. Wakati katika nchi nzima zoezi hili lilifanyika na wagonjwa walioweza kuonwa ni 842,048. Alafu wagonjwa waliolazwa walikuwa ni 123 kwa hapa Iringa, na wagonjwa waliofanyiwa upasuaji walikuwa ni 274, na wagonjwa waliopata rufaa walikuwa ni 138. Lakini katika data za wizara au za nchi nzima tunaona kwamba wagonjwa waliolazwa walikuwa 7,951, waliofanyiwa upasuaji walikuwa 6,786, waliopata rufaa walikuwa ni 3,563. Kwa hiyo tujipongeze jamani.
Ni hatua kubwa sana, kwa sababu hata wagonjwa walioona wakawa rufadi kule pia walienda kupata huduma na hali zao zikawa nzuri na wakaendelea na maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo ni kampeni ambayo mawakili kutoka wizara mbalimbali, taasisi na mashirika ya umma sambamba na wakala wa serikali wamepata mafunzo ya kuongezea uwezo wa shughuli na mashauri yanayoendelea na mabadiliko ya sheria mbalimbali, mazingira ya siasa, kijamii na teknolojia. Mafunzo hayo yametolewa chini ya wakili mkuu wa serikali Daktari Ali Posi. Niseme kwa upendeleo kidogo, katika hayo mashauri 814 ofisi ya wakili mkuu wa serikali tumeshinda mashauri 750, sawa na 77.6% ya mashauri yaliyomalizika. Kama nilivyosema kuwa tunatetea maslahi mapana ya serikali kwa wivu mkubwa, ninayo heshima kusema kuwa tumeokoa jumla ya shilingi bilioni 51. Katika kipindi cha Disemba 2024 hadi Aprili 2025, na hii Mheshimiwa mgeni rasmi ni kuhakikishie tu kuwa kama tunavyofahamu tunaelekea katika uchaguzi, ofisi ya wakili mkuu wa serikali pamoja na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali tuko tayari kuendesha mashauri ya uchaguzi. Katika utatuzi wa migogoro ili kuleta tija za kiuchumi, tuna kila sababu ya kuangalia kwa namna gani tunaweza kuboresha swala la utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Sasa ni muda sasa kuangalia kwa namna gani utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala unaweza kusaidia utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Jukumu hilo ni la kwetu sisi wataalamu ambao tuko hapa. Lakini katika migogoro ya ndani, napenda kutoa changamoto moja. Tuna mabaraza ya kata ambayo yameanzishwa kwa mujibu wa sheria ya mabaraza ya kata ya mwaka 1985. Mabaraza haya ya kata yako chini ya Wizara ya TAMISEMI. Wadau wengi wameleta malalamiko juu ya ufanisi wake, wakiamini kwamba endapo yataboreshwa yanaweza kawa na ufanisi mkubwa zaidi na kuondoa migogoro mingi ambayo ingeweza kufika mahakamani na maeneo mengine. Katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC Padre Charles Kitima ameongoza adhimisho la misa takatifu ya kushukuru kwa mara ya kwanza baada ya kutoka hospitalini alipokuwa akipatiwa matibabu kwa takriban mwezi mmoja baada ya tukio la kushambuliwa dhidi yake. Padre Kitima ameongoza adhimisho hilo katika kanisa la Bikira Maria Mkingwa Dhambi ya Asili lililopo TEC Kurasini, Dar es Salaam leo Juni 3, 2025 pamoja na mapadri, watawa na wafanyakazi wengine wa sekretarieti ya TEC kwa nia ya kumshukuru Mungu kwa kumponya. Kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa Bwana Ismail Ali Usi amepongeza wilaya ya Ilala kwa kuzingatia matumizi ya fedha za ndani za halmashauri kwa kutekeleza miradi mbalimbali kwa kiwango kinachoridhisha. Bwana Usi amesema hayo wakati akikagua uwekaji jiwe la msingi katika ujenzi wa barabara ya Magengeni Chang'ombe Africa School Sanane Tabata leo Juni 3, 2025. Kwa kweli wanajiji na manispaa hii ya Ilala mmeutendea haki Mwenge wa Uhuru katika mradi huu wa barabara Segerea, naomba jipigeni makofi mengi sana. Tunasubutu kuyasema hayo kwa sababu hapa mmemsaidia kwa dhati ya mioyo yenu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu Mheshimiwa Rais, mmoja kati ya mambo ambayo ni kipaumbele ndani ya taifa hili, alizielekeza manispaa, jiji na halmashauri zote kutenga fedha za makusanyo ya ndani kwa ajili ya kuleta maendeleo kwa wananchi ambao wanawasimamia. Kwa kweli wanajiji hili la Ilala mmefanya hayo, kwa kweli tunakushukuru sana mkurugenzi wetu. Kwa sababu wananchi hawa wengi walio hapa wanaona jinsi gani Mwenge wa Uhuru umekuja kumurika katika eneo hili. Na nataka niwaambie ndugu zangu wananchi wa Segerea, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alijipanga kwa dhati ya moyo wake kuwasaidia wananchi, na ndio maana leo hii ametuletea viongozi madhubuti ambao wanaendana na sera yake na kasi yake
juu ya kuwasaidia wananchi wa taifa hili. Lakini leo hii ndugu zangu wana Segerea tuliopo hapa, tunajionea miundombinu ya barabara hii, kwa maana ya barabara yenye urefu wa 0.5 kilomita kwa maana ya mita 500. Kwa kweli barabara hii imeleta mageuzi makubwa katika eneo hili. Mheshimiwa mkuu wa wilaya alikuwa akiniambia hapa wakati tunaingia, wakati taarifa yetu inawasilishwa pale, ameniambia kwamba eneo hili lilikuwa kuna changamoto kubwa, hasa wakati wa kipindi cha mvua. Kulikuwa kuna tope nyingi, jambo ambalo linawapelekea wananchi ambao wanafanya shughuli katika eneo hili kutokufanya kazi vizuri, lakini pia mazingira yanakuwa yanaharibika kwa sababu watu wengi huwa hawawezi kupita katika njia hii. Kisha imezingatia viwango, imezingatia sifa, imezingatia mahitaji, na hata kupitia nyaraka za barabara hii juu ya ujenzi wake, kwa kweli umezingatia hata matumizi ya fedha ambayo yametumika mpaka sasa. Hivyo Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa heshima na taadhima, nipo tayari kuambia wananchi wa Segerea kwamba Mwenge wa Uhuru umeridhia kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa barabara hii yenye urefu wa kilomita 0.5 kwa maana ya mita 500. Mwenge wa Uhuru oye! Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge, wabunge wetu hawa kwa pamoja, kwa kushirikiana na halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam, Mheshimiwa Rais ameweza kuleta fedha zaidi ya shilingi bilioni 317 ambazo zinatekeleza miradi mbalimbali. Sisi Wanailala tunajisikia faraja. Tunaona kama Mheshimiwa Rais ametupendelea sana Wanailala, kwa sababu kitendo cha kuleta zaidi ya bilioni 317 sio hela ndogo, ni fedha nyingi sana. Na ni imani yetu Wanailala, leo hii Mwenge wa Uhuru utakapokwenda unakimbia kilomita hizi 82.6, itaona sehemu tu ya miradi ya bilioni 44.3 nje ya hizo bilioni 317. Hivyo mtajionea wenyewe kazi kubwa ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta kwenye wilaya yetu ya Ilala. Pamoja na kwamba tunahitaji maendeleo katika Tanzania nzima, lakini pia mheshimiwa hajaacha kutupa maendeleo katika jimbo letu la Segerea, lakini katika kata yetu ya Liwiti. Kama mnavyojionea wenyewe, hii barabara ilikuwa mbovu sana, lakini leo mnapita, barabara ina lami, na mnavyoona pia mkipita usiku mtaona kuna mataa. Lakini sio hivyo tu, barabara yetu hii ilikuwa mbovu, na barabara yetu hii kama alivyosema mheshimiwa diwani kwamba inaunganisha kata 3. Kwa hiyo ni barabara ambayo inaenda kutokea Kimanga. Tunawashukuru sana na tunaomba mtufikishie salamu zetu, japo tumeambiwa kwamba bado inaendelea kujengwa ili kuweza kuunganika na kata zingine. Kwa hiyo tunaomba mtufikishie salamu zetu, tunawashukuru sana sana. Na pia nichukue nafasi hii kuhamasisha sana wananchi wa jimbo la Segerea kata ya Liwiti waweze kujitokeza kumpigia kura za kishindo mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Na huo mtazamaji ndio mwisho wa taarifa ya habari za kitaifa. Niungane na mwenzangu Pantaleo Lugisha akitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa kunani. Maafisa wa afya wa Palestina wamesema wanajeshi wa Israeli wamewaua watu 27 waliokuwa wakielekea kwenye eneo la misaada Gaza. Jeshi la Israeli linadai walifyatua risasi kwa watu wachache waliopuuza maonyo ya kusogelea wanajeshi. Umoja wa Mataifa umelaani vikali tukio hilo na kuyataja matukio haya kama yanaweza kuwa uhalifu wa kivita, hasa baada ya misaada kuanza kutolewa ndani ya maeneo ya kijeshi. Chama cha siasa kali cha PVV kinachoongozwa na Wilders kimejiondoa kwenye serikali ya muungano nchini Uholanzi kutokana na kutokukubaliana juu ya sheria kali za uhamiaji. Wilders alisisitiza kuwa chama chake kiliahidi wapiga kura sera za kuwazuia na kuwarudisha waomba hifadhi wa mashirika, na washirika wake walishindwa kuunga mkono msimamo huo. Hatua hiyo imesambaratisha rasmi serikali hiyo ya vyama vinne. Wapiga kura wa Korea Kusini wamejitokeza kwa wingi leo katika uchaguzi wa mapema wa rais. Mgombea wa kiliberali Lee Jae-myung anaongoza katika kura za maoni kwa 49%, akifuatiwa na Kim Moo-soo wa chama cha People Power kwa 35%. Rais ajaye anakabiliwa na changamoto za uchumi, uzazi wa kiwango cha chini na vitishio kutoka Korea Kaskazini. Bilionea Bill Gates ametangaza kwamba wakfu wa Gates utatenga sehemu kubwa ya fedha zake zaidi ya dola bilioni 200 kwa Afrika katika kipindi cha miaka 20 ijayo. Akihutubia viongozi mjini Addis Ababa
Ababa, Gates alisema fedha hizo zitaelekezwa kwenye afya na maendeleo, akiyataja mataifa ya Ethiopia, Rwanda, Nigeria, Zambia, Msumbiji na Zimbabwe kama mfano wa kuigwa kwa uongozi unaochochea ubunifu na Shukrani sana Pantaleo katika habari hizo za kimataifa, na mimi nikushukuru sana mtazamaji kutenga muda wako thamani sana kutazama taarifa hizi za habari jioni ya leo ya Juni 3, 2025. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kwa matangazo haya, ulikopo na Mipendo Gotoni, nikutakie jioni njema.